Page information is life. Niko na Obote na wengi tunamjua ni trainer, ni mwigizaji, ni mtu wa matangazo, posters nini mpaka kwenye video watoto wazuri wanamtafutaga Obote kufanya naye videos. Vitu vingi sana. Inspiration kwenye mazoezi. Hivi uko kwenye mazoezi muda gani sofa mpaka sasa hivi? Ni muda mrefu sana, more than 10 years. Zaidi ya miaka 10 nafanya mazoezi. Aha, na zile mabadiliko au transformation za watu ni ipi ambayo wewe ushawahi kuisimamiaga mpaka mwisho, yani ukasema kweli huyu nilianza naye akiwa labda na kilo kadhaa mpaka kapungua kafikie kiwango hiki? Ni wengi sana, yani ni wengi sana. Sema na zinateki muda gani tuseme kwa yule ambaye anataka at least kuanza? Ujue inategemeana. Kwa sababu kama swala kupungua bwana inategemeana na mahudhurio ya mtu, alafu pia mtu mwenyewe kumsikiliza mwalimu vizuri, kwa sababu kupungua ni process najua za mpangilio wa chakula na mazoezi vile vile. Kwa kuna wengine wanafuata, wengine hawafuati. Kwa wale ambao wanafuata wanasikiliza vizuri sana kwa trainer, waga na wai sana kupungua. Ndani ya miezi mitatu nakuta mtu karuzi vizuri sana weight. Kwa hiyo mimi nilirudi kwa kibonge sasa hivi nanipa muda gani? Kwa sababu mimi ni mzuri, mimi unajua kabisa ni mkali kwenye mazoezi. Kwa sababu maximum kupungua yani miezi mitatu mtu anaweza ukatoa mpaka kilo 10. Unaona? Ukitoa nyingi zaidi hapo ni tatizo. Ila maximum mwezi mmoja unaweza kutoa kilo 3. Okay. Unaona? Kwa miezi mitatu unaweza kutoa maximum kilo 10. Na imani ya kwamba trainer na yeye pia siku zote bado anaendelea kujifunza, hiyo ni kweli? Ni kweli, ni kweli kabisa. Yaani kama jinsi ilivyo mwalimu darasani. Kuna vitu vingine anajifunza pia kutoka kwa mwanafunzi. Kwa hata sisi trainers kuna vitu vingine tunajifunza kutoka kwa mwanafunzi vile vile na kumtrain. Haya, kuna swala la watoto wa kike sasa hivi kudanga kwenye magym. Ushakutana na wadada ambao wanakuja kweli gym kwa ajili hiyo? Kwa sababu naamini hata kuna gym nyingine ushatembeleaga au bado unazitembelea. Ili swala la wadada kwenda kudanga kwenye magym. Tira, ujue gym ni kama club tu jinsi ilivyo. Unajua gym kuna watu wengine wanakuja kwa ajili ya afya, kuna watu wanakuja kwa ajili ya show off, kuna watu wanakuja kwa ajili. Yaani ni same tofauti mchanganyiko. Kwa vitu kama hivyo ukiuliza gym yani vitu vya kawaida yani. Unaona kuna watu wanakuja kupunguza stress pale, amuone Tira, unaona jinsi ulivyo hivyo, anafurahi tu unaona. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida sana gym. Wacha kutokeaga mara ngapi? Tira, unaelewa kwamba ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo ukiniface mimi moja kwa moja. Mimi nakuuliza wewe kama wewe, yani wewe washakutokea mara ngapi? Haijawahi kunitokea, lakini naona sehemu. Usiogope kwa sababu wife anaangalia, wewe hata kama anaangalia, lakini binafsi haijawahi kunitokea vitu kama hivyo. Lakini mimi naona wateja kwa wateja, yes, lakini kwa mimi mwalimu lazima niwe na discipline, kwa sababu mimi ni mwalimu, nipo pale kwa ajili ya kufundisha. Hivyo yani, yako na escape sana vitu kama hivyo. Hiyo hata mimi swali langu nilikuwa nataka nikutanie tu, lakini naona discipline ulioko nayo kwa sababu tumekuwa tukifanya wote mazoezi. Lakini kuna baadhi ya gyms ambazo nimeweza mimi pia kuhudhuria kabla ya Bodyline. Zipo. Yaani unaona trainers wanakuwa na hizo attitude, wana hizo tabia. Unahisi labda ndio zinazowapelekea kwa style hiyo, kama ni yani na wao wako kwenye ile party ya kama ni club, au ni kwamba wanatafuta tu urahisi wa maisha, kwamba akimpata mtu kule anapata mtu ambaye atamtoa kimaisha? Niseme ni kutafuta urahisi wa maisha, kwa sababu hata trainers sasa hivi wengi sana tumetofautiana unajua. Kwa sababu mimi nimejaribu kuangalia trainers wengi sana hawatoi ile elimu ya trainer kama jinsi ilivyo. Wengi sana wanapita sana shortcut. Yaani mtu atoi elimu kumfundisha mwanafunzi jinsi anavyotakiwa. Sasa hivi naona kuna hizi supplements kwa ajili ya kuongeza size za body. Naona trainers wengi sana wanatumia isivyo, yani tofauti na jinsi ambavyo natakiwa kumwelekeza mteja. Yani watu wengi wanapenda sana kupita shortcut kupata pesa za haraka kwa sababu ya vitu kama hivyo, lakini training haipo katika hayo yani hizo sehemu ya jinsi ilivyo, unaona. Kwa hiyo trainers sasa hivi wanapenda sana ile shortcut. Shortcut. Unakuta mtu mwingine ndio anafanya biashara hizo supplements. Kwa akija mteja baada ya kumwelekeza mazoezi na mshauri atumie supplements, unaona. Kwa najaribu kuna nilivyo kila mmoja na akili yake. So kuingia kufanya shughuli nyingine kama za uigizaji labda na matangazo, walikuwa approach au ni kitu ambacho na wewe pia ulikuwa umewekeaga target kwamba ukiacha kuwa trainer pia nitafanya shughuli hii na hii? Mimi kabla sijawa trainer, wakati nafanya mazoezi kawaida tu ili nipendeze nini, nishaikuwa model before. Yani zamani nishawahi kufanya ile modeling.
Lakini baadaye katika kujiongeza nikaona bora niwe trainer kabisa, niwe nafundisha mazoezi. Kwa sababu nishafanya ile modeling na mimi mwili wangu jinsi ulivyo una ile attraction, najua kila mmoja ananiangalia kwa staili yake. Kuna mwingine ananiona anafaa katika matangazo, kuna mwingine ananiona anafaa katika videos. Kuna yani kwa staili tofauti. Kwa hiyo mimi ni kama bidhaa fulani ambao kila mmoja ananiangalia mimi na natakiwa sehemu gani. Kwa sababu na mimi mwenyewe nipo kwa ajili ya hivyo, nafanya. Aha, la mwisho. Watoto wa kike wao wanatakiwa kupungua juu, wanaume wanatakiwa kuongeza. Na sisi tunatakiwa kuongeza chini. Ni mazoezi gani mtoto wa kike anatakiwa, yani mazoezi ya kulift weight nyingi au weight kidogo kwa mtoto wa kike ili aweze kukaa sawa juu? Chini tunajua unatakiwa kunyanyua nzito ili uongeze. Juu niliweke sawa kidogo kwa jinsi ambavyo umeongea. Mazoezi yote yanatakiwa yafanywe sawa kwa sababu kuna ile body proportion, yani kwamba kila mtu na mwili wake. Uwiano lazima wa mwili ufanane. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kuna mwingine anakuja anakuambia bwana mimi nataka mazoezi ya chest tu, mimi napenda sana mazoezi ya chest. Sasa utatengeneza chest, vimiguu vidogo itakuwaje? Unatengeneza chest hauna mgongo itakuwaje? Kwa hiyo kuna ile body proportion, lazima kila sehemu ya mwili wako ufanyie mazoezi. Ila sasa swali linapokuja ni kwamba wanawake sura yao ipo chini. Sisi wanaume sura yetu ipo juu. Yaani ukiwa na chest nzuri, ukiwa na shoulders, mikono unavutia. Wakati mwanamke akitengeneza vizuri chini naye anavutia. Kwa ndo jinsi ilivyo. Kwa hiyo sisi tumebaki katika hiyo imani, ndio maana unakuta wanaume wengi wana chest nzuri, lakini ukiangalia miguu alafu wanaume wanawake unakuta wana show nzuri sana, ukiangalia juu nao unakuta hawako. Yani ndio hivyo, ni jinsi ilivyo. Kwa hiyo mazoezi yanatakiwa yafanywe sawa, wanawake wanavyofanya na wanaume sawa vile vile. Sisi tu ndio tuna tunajiambia mimi nataka juu, mimi nataka chini, lakini mazoezi yote tunatakiwa tufanye. Mwanamke anatakiwa afanye mazoezi anayofanya mwanaume, mwanaume anatakiwa afanye mazoezi anayofanya mwanamke hivyo. Okay, asante sana. Tutaendelea kwa wote kwenye mazoezi. Tutazungumza mengine tena huko kwenye vipindi vingine na sehemu nyingine. Poa zile. Fresh. The Page. Information is life.